Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuelekee kaunti nambari 1 ambapo wazee wa jamii ya Waswahili kaunti ya Mombasa wamelalamikia kuachwa nje katika masuala ya kitaifa na ya kaunti. Wakizungumza katika mtaa wa Old Town, wazee hao wanadai vijana kutoka jamii hiyo wanatengwa kwenye nafasi za kazi, suala ambalo wanadai linachangia kuwepo kwa magenge ya wahalifu. Sasa wanataka serikali kuu na ile ya kaunti kuhakikisha vijana wamepata ajira ili kukabiliana na matatizo yanayowakabili. Tumeangalia kwa karibu sana kwamba hizi bandari mpya na miradi yote ya serikali katika kaunti ya Mombasa au pwani kwa jumla, hatuoni sura za vijana wetu. Kila mmoja, hatuwezi kuwa squatters pahali kwetu. Tuangalie kama kila mmoja aliye na pahali pake apewe title deed. Tunaona maambassadors wanapata vyeo tofauti, lakini sisi jamii ya Waswahili hatuna hata ambassador mmoja. Kwa hivyo sasa si tukiyazungumza haya tuzungumza kidhati na utungu kwa yale tunayoona kwa kaunti nyingine. Kuna mgao katika zile asset zao za kuwa wao watapata mgao katika kaunti zao. Kwa nini tupate tabu katika mji wetu? Kwa nini watoto wetu wateseke, waingie kwenye uvutaji wa unga, ulaji wa mugukaa, ulaji wa nini, na hali ya kuwa watoto wamesoma, wako wenye madegree, wako wenye na masters, wako wenye madiploma, wamesoma lakini hawapewi nafasi za kazi.